Habari, karibu kwenye Excel Tips for HR. Tunashukuru kwa wanatu ambao wanaendelea kufuatilia kila tunapotuma video zetu kuhusiana na Excel Tips for HR. Kuna maswali kadhaa ambayo tumekuwa tukipokea kutoka kwenye email zetu na simu zetu, ambayo siku ya leo tungependa kuyajadili. La kwanza ni namna gani tunaweza kufreeze panes. Kuna wakati una orodha ya watu 1000, unavyo scroll down unataka zile headings ziendelee kuonekana. Lakini pia namna gani ya kuprint titles. Titles zitokee kwenye kila page unapo print orodha yako ya vitu fulani, either ni wafanyakazi au orodha fulani. Lakini pia kurekebisha tarehe ili tuweze kufanya analysis mbalimbali. Sasa pale ambazo hizi tarehe tumezitoa kwenye mifumo mbalimbali ambayo format yake inakuwa haikuruhusu kuifanyia analysis, kwa namna gani tunaweza tukaiwezesha. Tukianza na kufreeze panes. Katika orodha yetu hii ya wafanyakazi ambayo ina wafanyakazi hadi ya 600, kuna mambo mawili tunayahitaji. Jambo la kwanza ni pale tunaposhuka chini, titles zetu hizi ambazo zipo kwenye row ya kwanza ziendelee kuonekana. Lakini jambo la pili, tunahitaji column hizi 3 za employee number na jina ziendelee kubaki pale tunapoenda kulia. Sasa namna gani ya kufanya hivyo? Namna ya kufanya hivyo ni kwa kutumia sehemu inayoitwa freeze pane ambayo inapatikana kwenye tab ya view. Katika option hii kuna option ya 3. Kuna option ya kwanza ambayo inaruhusu kufanya hilo tuliloliongea, lakini kuna option ya pili ambayo yenyewe inaruhusu kufreeze row peke yake, na kuna option ya 3 ambayo inaruhusu kufreeze column peke yake. Sasa ili kuweza kufreeze hizi sehemu nilizozisema ambazo tunataka kufreeze column hizi 3, lakini pia tunataka kufreeze row hii ya kwanza. Tukiangalia hapa makutano ya hivi vitu ni hapa kwenye ikona ambayo ipo kwenye cell ya D2. Hivyo tutabonyeza hapo kwenye hiyo cell ya D2, kisha tutaenda hii sehemu ya freeze pane. Tukifika kwenye hiyo sehemu ya freeze pane, tutachagua hii option ya kwanza. Baada ya kuchagua hiyo option ya kwanza, unaweza kuangalia tunaposhuka kwenda chini, column row yetu yenye title imeendelea kubaki. Lakini tunapoenda kulia pia column zetu zenye employee number na majina zimeendelea kubaki. Hii inakusaidia unapo navigate sasa kwenye data nyingi uweze kujua title ni ipi na muhusika pengine ni yupi. Kwa hilo ni la kwanza kwenye freeze pane. Lakini kwenye upande wa kuprint titles, kuna wakati tunahitaji kuprint hii orodha, lakini kila page tunataka hizi titles ziendelee kutokea. Ili kufanikisha hilo, tutaenda sehemu ya page layout. Katika sehemu ya page layout tutabonyeza tab inaitwa print titles. Katika kubonyeza print titles, option ya kwanza itatuambia tuchague eneo letu la kuprint, ambao tutaichagua data yetu yote, tuta highlight data yote mpaka mwisho kabisa wa table yetu yenye taarifa. Lakini baada ya hapo tutaenda kuchagua column, na kwamba row to repeat at the top. Tutachagua row yetu ambazo hata kama ni 2 ni 3, lakini kwa sababu row yetu ni moja tunayotaka itokee, tutaichagua ile row ambayo inataka kutokea. Baada ya hapo tutaweza kubonyeza kwa mfano print preview ili tuone tulichokifanya kimefanikiwa. Tukienda next, tutakuwa tunaona hapa namba zinabadilika, lakini title zetu zipo. Kwa hiyo utakapo print kila page itakuwa ina title ambazo zitakusaidia kuwa urahisi kuwa una refer column fulani inamaanisha nini. Hiyo ni upande wa kuprint titles. Lakini pia kuna wakati tunahitaji kuziweka sawa tarehe ili tuzifanyie analysis. Njia rahisi ya kujua tarehe zako ulizokuwa nazo Excel bado hazijazitambua kama tarehe ni pale ambapo utakapoenda kwenye tab ya kialama hiki cha filter na ukaona tarehe zipo katika mtindo huu, hazijajigroup kwa miaka na miezi. Utakapoona hivi ujue tarehe hizo hauwezi kuzifanyia analysis kwenye Excel, kwa sababu tarehe hizo hazitambuliki na Excel kama ni tarehe. Kwa hiyo njia ya kuzifanya zitambulike ni kwa kutumia formula ambayo inaitwa date value. Kwa hiyo katika tarehe zetu hizi tuta insert column hapo kulia kwake, kisha tuta type formula ya date value ambayo tutaandika is equal date
value, tutafungua mabano, tutachagua ile cell yenye tarehe na kufunga mabano, kisha tutabonyeza enter. Baada ya hapo tuta right click kwenye ile cell, tutachagua format cell. Baada ya kuchagua format cell, tutaenda sehemu ya date, tutachagua format ya tarehe tunayoitaka. Kwa mfano mimi wanapendelea format hii, kwa hiyo nitaichagua hiyo format. Baada ya hapo tuta drag formula kwenda hadi mwisho wa taarifa zetu zote, hadi kufika kwa mtu wa mwisho kabisa. Baada ya kufanya hivyo kwa usahihi zaidi, unaweza ukakopi column yote ili kuondoa hiyo formula, alafu ukaipaste hapo hapo kama value. Baada ya kufanya hivyo, unakuwa umebadilisha zile text zote ulizozitumia formula, zimebaki tarehe ambazo hazina formula. Na ukijaribu kuthibitisha, ukibonyeza mshale hapa, tunaona sasa tarehe zetu zimejigroup kwa miaka na miezi. Inamaanisha sasa ukifanya analysis, Excel itazitambua hizi kama ni tarehe. Kwa hiyo unaweza ukakopi hii heading ukaiweka hapo ya date, starting date, na hii column ambayo ilikuwa ina date ambazo Excel haitambui kama value ukaidelete. Kwa namna hiyo unaweza ukawa umefanikisha kuweka data zako vizuri kwa ajili ya analysis. Asante sana kwa kuwa nasi siku ya leo. Mpaka wakati mwingine tena, niwatakie kila laheri katika utekelezaji wenu wa majukumu, na mnaweza kuendelea kutuhoji maswali kadhaa kupitia sehemu ya chat kwenye YouTube, au pia kwa kutuwasiliana nasi kwa namba za simu ambazo zinaonekana, ili tuweze kusaidiana na tuweze kuzidi kurahisisha kazi zetu kwa kutumia Microsoft Excel. Hadi wakati mwingine, kila laheri.